Dada yule aliongea huku akimfumba macho yule kijana na kugeuka kuondoka zake, akiniacha pale nikiitumbua macho ile maiti kwa tafakuri tele. Eti kachukuliwa msukule? Hapa tupo na gogo. Gogo ndo lifumbua macho na kututazama? Nilijiuliza pasina hata kupata jibu la swali hilo. Mwisho nikageuka na kupiga hatua kutoka nje kwenda eneo langu nikaalo. Na hapo ndipo tulipoishia sehemu ya pili ya kazi ya Mortuary, na sasa tunasonga nayo sehemu ya 3. Bila kupoteza muda, sitaki kukuchelewesha, wala leo sitakuwa na neno la aina yoyote zaidi ya kusonga mbele na kisa hiki kizuri kabisa kinachokwenda kwa jina la kazi ya Mortuary. Na msikilizaji, nakumbuka niliwasiliana na yule mganga akanielekeza eneo analofanya kazi. Jumatatu nakumbuka mida ya saa 4 hivi nilielekea huko. Nilikuta kuna watu wengi, ila hatimaye zamu yangu ilifika nikaingia na kumuelezea shida zangu. Mganga yule nakumbuka alinichanja chale 3 maeneo ya shingoni, akanipakia na dawa fulani, akanambia sasa sitakuwa na hofu na vimbwanga vile, sitokumbana navyo tena. Hakika nilifurahi, nikamlipa alichohitaji, nikarejea zangu nyumbani. Mida iliyoyoma, masaa yakasonga mbele, jioni ikawasili na hatimaye nikaianza safari kuelekea kazini, nikijipa moyo hapatakuwa na baya lolote litakalonipata. Sikujua msikilizaji. Hakika sikujua. Basi nilifika zangu kazini mapema tu, nikamweleza mwenzangu kwamba nimefanikiwa kwenda kwa yule mtaalamu na nikamuonyesha zile chale alizonichanja. Hapo sasa mambo ni sawa. Toa hofu, linda miili kwa kujiamini kabisa Bwana Joseph. Mwenzangu aliniambia, niliishia tu kutabasamu. Akachukua kila kilicho chake na akaondoka. Basi mimi nikaketi ninapoketigi mara kwa mara. Nikaendelea na kazi kama kawaida. Msikilizaji, masaa yakasonga, hali ya utulivu ikatawala. Mwanga ukaanza kuyoyoma, taswira ya anga ikaanza kubadilika, giza likaanza kushika utawala wa anga, nyota zikaanza kutawala na hatimaye usiku ukafika. Mida ikazidi kusonga, hatimaye kwa kuwa sikuzoea kukesha na ndo mara ya kwanza kulinda, nyakati za usiku nilihisi usingizi ukianza kuninyemelea. Nilipoangalia saa yangu ilikuwa ni saa 5 kasoro za usiku. Niliinuka kwenda kunawa uso, nikatembea eneo lile, nikarejea kuketi. Nilikaa kama robo saa hivi, usingizi mzito ukanipitia. Basi sijui nitaelezea vipi, ila nikiwa pale nimeketi kwenye kiti changu, ghafla nilihisi kitu kama mluzi toka katika kile chumba cha maiti. Nikaamka na kuelekea kule ndani. Ile nachungulia ndani niliona maiti zote katika vitanda zikiwa zimekaa kitako. Ile mimi nimechungulia zikainuka kwa pamoja na kuanza kunifuata. Sikubaki, niligeuka na kuanza kukimbia, nikipiga kelele kugeuka nyuma, hizo zinanifuata. Yaani zilikuwa zikinifuata zinanikimbiza. Nilikimbia kuzunguka nyuma ya jengo la ile Mortuary. Kumbe wengine walipitia mbele, hivyo nikajikuta nimeweka mtukati ndugu msikilizaji. Maiti zile ambazo sikuweza kuziona sura zao, kwani walijifunika yale mashuka meupe mpaka usoni, yakawa yakiunguruma. Ghafla yale niliyokuwa nikiitazama ikawa ikisogea kunifuata. Mimi nikawa nikirudi nyuma pasina kujua nyuma pia wapo waliokuwa wakinisubiria. Nilizidi kusogea mpaka pale nilipomgonga yule wa nyuma. Kugeuka nilishtuka
Nikapiga ukelele. Ghafla nikashtuka. Kumbe ilikuwa ndoto. Hakika nilimshukuru Mungu kwa kutokuwa kweli lile tukio. Ni kama umelala usiku ukaota ndoto mbaya, ukishtuka vile unavyojisikia baada ya kugundua hii ni ndoto. Ndio hali niliyokumbana nayo mimi sasa. Niliinuka tena na kwenda kunawa uso. Ilikuwa ni tayari saa 7 za usiku. Nikarejea kwenye kiti changu na kuketi. Sasa nikaanza kutafakari ile ndoto. Je, ina maana gani? Mbona yule mganga aliniambia nisijali, hali itakuwa kawaida? Haya mauzauzo sitayaona, na hii ni nini sasa? Ghafla nikapata wazo niende kule mochwari nikachungulie. Kulikoni? Ila nikajikuta nikipatwa na uoga na kupotezea swala lile. Ghafla nikasikia mluzi ule ule kama katika ndoto. Oho, nikajua sasa kumekucha. Nikienda tu kuchungulia, nitakuta maiti zimekaa. Kitakachoendelea na kukimbizana. Hapana se. Bora niendelee kukaa zangu hapa. Sitoki kabisa. Nikajiona, ila macho yalikuwa mlangoni. Baba mlezi. Ghafla nikahisi sauti ikiniita kutoka kule ndani. Mwanzo nikahisi nimesikia vibaya, ila ilikuwa ni sauti ya mwanaume. Baba mlezi. Nikasikia tena sauti kwa mara ya pili, ila hii ilikuwa ni ya tofauti na ile ya kwanza. Hii ilikuwa ya mwanamke. Sasa nikatetemeka sana. Kusimama nilishindwa. Kuitika pia nikashindwa. Nikabaki tu nimeduaa, meno mdomoni yakigongana. Baba mlezi, si tunakuita? Safari hii sauti zilikuwa nyingi. Sikusubiria nione wakitoka. Nikainuka na kugeuka zilipo ngazi za ile korido. Nikashuka, ila ghafla nikagonga kitu na kwenda chini. Kuinuka, sikuamini nilichokiona. Ni kile kilichokuwa ndani ya ndoto. Niliigonga maiti, tena haikuwa peke yake. Sikujua ni saa ngapi. Niliwekwa kati, yani niliwekwa kati bila kuelewa kwamba nimewekwa kati saa ngapi. Tunakuita, kwa nini hauitiki? Tunakuita, kwa nini hausikii? Tunakuita, kwa nini hauangalii? Tunakuita. Ita. Sasa sauti zao zikawa kero masikioni mwangu. Kila maiti ikiongea lake, mpaka yale yaliokuwa wakiongea yakawa hayasikiki sasa. Nikahisi kupandwa na hasira na jazba. Nikainua mikono yangu na kuziba masikio ili nisisikie yale makelele. Kilichonitokea sasa, huwezi amini. Nilishtukia kibao kikali. Yani nilikula kibao ya mgongo mpaka nikazimia. Yani niling'ata meno, halafu nilizimia. Alonipiga sikumuona. Nikahisi kizunguzungu, nikaenda chini. Sikujua nini kilichoendelea. Ila nilikuja zinduka tena, nipo katika kiti changu. Kama kawaida, nikaenda kunawa uso. Kusukutua damu, nilikuwa na maumivu makali sana shavuni. Nikarejea katika kiti changu. Sasa nikawa nikiwaza, yale niliyoota ni ndoto au ni ukweli? Ile ya kwanza sawa, sikukataa, ilikuwa ni ndoto. Ila hii ya pili, hapana. Sikutaka kujidanganya kabisa kuwa eti nayo ni ndoto. Na ushahidi nilikuwa nao, ilikuwa ni maumivu ya shavu.
Nikarejea katika kiti changu. Sasa nikawa nikiwaza yale niliyoyaona ni ndoto au nini. Ila ile ya kwanza sawa, sikukataa ilikuwa ni ndoto. Ila hii ya pili hapana. Sikutaka kujidanganya kuwa eti nayo ilikuwa ni ndoto. Na ushahidi nilikuwa nao ni maumivu ya shavuni. Hapana se. Kama ni kweli, mbona nilishtuka nipo kwenye kiti changu? Ina maana ni nani alinileta pale? Ni zile maiti au? Hapana. Nilikataa kata. Kwa kuwa zenyewe hazikuwa na uwezo wa kushika. Kwani mikono yao na hata miili yao ilikuwa ndani ya ile mashuka meupe. Ila mbona nilipigwa kibao na mtu ambaye sikumuota ndo nikapoteza fahamu? Hapana. Niliwaza pasina kuwazua. Mwisho nikasema, liwalo na liwe, siku hiyo kazi ndo mwanzo na mwisho. Kwa mambo haya, hapana se, kukuche tu. Hatimaye pakapambazuka na mida ikazidi kujongea. Ila sikuwa na raha kabisa. Nilichokuwa nikikiwaza ni kuacha kazi, tena kimya. Mwenzangu alipokuja kunipokea, aliona utofauti niliokuwa nao. Aliponiuliza, nilimweleza wazi kuwa sitoweza kuendelea kufanya ile kazi. Si kazi nzuri. Nikamweleza ndoto niliyoota na hata kile nilichokiona. Mlinzi mwenzangu yule alishangaa sana. Kwani ukuvunja sharti lolote ulilopewa na yule mganga? Nikashtuka. Sharti? Nakumbuka sikupewa sharti la aina yoyote zaidi ya kuchanjwa michale tu. Sikiliza sasa. Basi leo itabidi urejee kwa yule mganga ukamweleze hii si hali ya kawaida. Hata mimi ishanitia hofu kabisa. Kwa sisi wenzako baada ya kuchanjwa tu hatukuyaona mauzauza, na hata tulipoyaona si makubwa kama yako. Ni yale madogo kama unaweza kusikia minong'ono ukichungulia ukuti kitu. Unaweza kuhisi maiti imesimama nyuma yako ukigeuka uone kitu. Ila haya majanga yako. Ila hizo zote mbili ni ndoto bana. Ni ndoto rafiki yangu. Hapana. Nilikataa ile ya pili si ndoto. Nakumbuka ni kweli. Nilisikia nikiitwa baba mlezi. Nikatoka nikikimbia. Ghafla nikagonga kitu nikadondoka. Kuinuka nimezingirwa na maiti. Kibao kikali kikafatia. Kivipi niambiwe eti ni ndoto? Japo kweli nilishtuka alfajiri najikuta nimekaa kwenye kiti changu. Sikujua ni nani alinipeleka pale kwa kweli. Basi mwenzangu alinisihi sana. Mwisho nilimwelewa nikarejea zangu nyumbani. Sikuacha kumsimulia mke wangu, ambaye naye alisikitika akanipa pole. Alionekana wazi kuanza kukata tamaa, kwani ile kunitia moyo kulipungua. Nilioga, nikanywa chai. Nakumbuka mida ya saa 4 hivi asubuhi nikaianza safari kuelekea kwa yule mtaalamu mkongo. Kama kawaida nilikuta watu, japo si wengi sana kama jana. Basi zamu yangu ilipofika nikaingia kuonana naye. Kwanza nilipomsimulia kama ilivyokuwa kwa mlinzi mwenzangu, naye alishangaa. Wewe una tatizo gani na hizo maiti? Mbona wenzako nimewachanja wakazoea uoga ukawatoka? Mganga aliniuliza swali ambalo hata hivyo ni kama alinionea kwa swali lile, kwani sikuwa na jibu lake. Mwisho ikabidi anichanje tena. Safari hii alinichanja kwenye ulimi na mgongoni, akanipakia ile dawa yake. Baada ya kuniongezea kinga nikamlipa alichotaka kulipwa. Nikaondoka zangu. Ila tofauti na mawazo na mwanzo, sikuwa na moyo kabisa wa kuifanya ile kazi. Nilitamani kuiacha tu, ila kutokana na mganga kunitia moyo, basi ikanibidi tu niendelee nikisema
Kama mauzauza yangeendelea, basi sikuwa na budi kubaki nyumbani na mke wangu kuliko mambo yale. Basi bwana, masaa yakazidi kuyoyoma. Cha mchana nikala, nikazidi kusubiri jioni nirejee kazini. Kweli? Masaa hayamsubiri mtu bwana. Jioni nikawasili katika hospitali ile kubwa jijini Mombasa. Nikamtoa rafiki yangu. Wakati wa kuzichoma maiti sindano, maiti zile tulisaidiana mimi, Nesi Magdalena, wale wanaofanya usafi. Maiti za kuchukuliwa zikachukuliwa, za kuongezeka ziliongezeka. Kwa siku ilitoka miili zaidi ya 10 na kila siku iliingia mipya 4 mpaka 6. Ilotoka ilikuwaga mingi kuliko iloingia. Si kila maiti iliwekwa na kulala mochwari, wengine kukwepa gharama walichukuliwa siku hiyo hiyo. Basi muda ulizidi kwenda. Kama kawaida ukikaa eneo mwenyewe ni lazima utahisi kusinzia. Yaani kuna kale ka usingizi kanakujaga bila taarifa. Na vile nilikuwa na hofu, nikajikuta nikisinzia. Ile kushtuka mara nisinzie, nihisi nashikwa bega, kufungua macho najikuta mwenyewe. Sikujua ni saa ngapi, nilipitiwa na usingizi. Nikaegemeza kichwa kwenye kiti, nikalala. Nilikuja kushtuka kama vile natingishwa, yani kuamshwa. Nikawa nikijaribu kufumbua macho yakiwa ni mazito. Nikazidi kutingishwa huku nikiitwa, Jose! 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 Ilikuwa ni sauti yangu ndio ilikuwa ikiniita na kunitingisha. Kwa nguvu vile, yani nikawa nataka kuamka ila kuna kitu kinanizuia nisiamke. Sasa nikawa katikati yani kama vile mtu ambaye akiwa usingizi ukamwona anatapatapa. Hiyo ndio hali ambayo mimi nilikuwa nayo. Nipishe kitandani kwangu Jose. Kuongea vile si ndo nikashtuka, haraka nikajikuta shuka usoni, Mtume Muhammad. Sikuamini kile nilichokiona. Kwani nilijikuta nimelala katika moja ya kitanda cha mochwari. Kumcheki yule alikuwa akiniamsha, akatabasamu. Alikuwa na sura yangu mfanano, yani copyright. Haraka nikatupa shuka kule, nikashuka na kukimbia kutoka nje. Nakumbuka nilipofika mlangoni, nilisimama na kugeuka kumcheki yule mtu alofanana na mimi. Ndo alikuwa akimalizikia kulala. Nikatoka nje na kwenda kuketi kwenye kiti changu. Sasa nikawa nikiwaza kwamba yule mtu ni nani? Mbona kafanana na mimi copyright? Alafu ilikuwaje mimi nikaenda kulala kwenye kile kiti? Kwenye kile kitanda chake. Niliwaza sana. Alfajili ile nikatamani tena kwenda kuufunua ni utazame, ila woga ukawa umenizidi. Hakika kama ni kazi, sasa basi si kwa matatizo haya. Niliwaza, hatimaye pakapambazuka. Saa 1 kasoro Nesi Magdalena aliwasili. Nilimuona alitoa simu na kupiga. Sikujua alipiga wapi. Ila nilimsalimia lakini hakuitika. Ni kama vile hakuniona. Akarudi alipotoka. Punde akarejea akiwa na wale wafanya usafi, pamoja na mlinzi mwenzangu. Nako hawakuonyesha kuniona wala kunijali. Hao mpaka ndani mochwari. Mimi nikainuka kwenye kile kiti na kuwafuata. Hata nilipowasemesha hawakunijibu kitu. Nilipojaribu kumshika mlinzi mwenzangu nikagundua pia siwezi. Ina maana nimekufa? Wazo hilo likapita kichwani. Hapana. Sikuliafiki. Nikajipa moyo.
ile ni ndoto tu kama ndoto nyingine, ila nisingeshtuka. Ndoto? Hapana. Kumbe nilijidanganya, sikuwa naota. Nilizidi kutazama, walifunua kila mwili na kuuchoma sindano. Ghafla yule mlinzi mwenzangu akafikia kile kitanda nilichokuwa nimelala. Nami haraka nikasogea kuangalia kufunua. Aliachia ukunga baada ya kuona uso wangu. "Jose!" Akaita kwa mshtuko. Wale wenzake wote wakasogea kuutazama ule mwili ulotulia pale kitandani. Mbona maajabu? Na msikilizaji wa Ulembo wa Simulizi, si simulizi ya kupendwa kabisa ya Kazi ya Mochwali ni kali, nzuri, yenye kusisimua. Hii imemkuta bwana Joseph. Je, baada ya yule mlinzi kukuta kwamba sura iliyoko kwenye kile kitanda ni ya Jose, je, swali la kujiuliza, Jose atakuwa amekufa au amefanyiwa kitu gani mpaka kuwa katika hali isiyoeleweka? Naam, ungana nami katika simulizi ya kupendwa kabisa ya Kazi ya Mochwali, lakini usiache kusubscribe kama ni mpya katika channel ya Ulembo wa Simulizi. Bonyeza alama ya neno subscribe, lakini pia bell notification ili uwe wa kwanza kabisa kupata notification pindi tunapoweka video zetu kwa mara ya kwanza kabisa. Mimi ni Kani Ben Ahmad, ambaye unaweza kunipata kwa namba za simu 0717722181, lakini pia mwandishi na mtunzi wa kitabu hiki ambaye alikutana na bwana Joseph katika 1 2 3 za kupata vitu vilivyo bora, si mwingine ni yule gwiji na nguli katika uandishi, anaitwa Zuberi Maruma, ambaye unaweza kumpata kwa namba za simu 06735645 na mwisho ni 53. Asante na chao.